siku nyingine tena, karibu katika kipindi cha Tumaini Jipya. Tuendelee kuzungumza kuhusiana na maadili yetu ya Kitanzania. Katika maisha kuna mambo mengi sana, lakini basi tunatakiwa kuzingatia maadili mema ama maadili bora ambayo yatatuongoza sisi kuishi vyema katika jamii yetu na taifa kwa ujumla. Karibu sana. Nipo na mwanasaikolojia hapa, lakini pia yeye ni mzazi na mlezi, anaitwa Semeni Lukaga, the counselor. Yani mwanasaikolojia wa binadamu, anaendelea kutukumbusha hata kutufundisha, lakini wengine kupitia ya kwake ambayo anatufunza hapa wanapata kupona kwa kile ambacho kinawasumbua katika maisha. Shukrani sana. Asante sana. Leo tunazungumza kuhusu siri na namna inavyoweza kuchangia mmomonyoko wa maadili. Unafahamu una siri wewe? Je, ni njema ukiendelea kukaa nayo? Haitaleta shida? Haitachangia mmomonyoko wa maadili hiyo siri ambayo unaing'ang'ania? Kuna mwanamuziki mmoja anaimba, siri ya nini? Nini maana yake? Siri ya nini? Nini faida yake? Siri ya nini? Uko vizuri? Nini hasara zake? Siri, mapenzi ya siri. Haya, sio kwamba tunazungumzia mapenzi, hapana. Tunazungumzia siri. Siri ipo sehemu nyingi sana, hata kwenye mahusiano pia siri zipo nyingi sana. Lakini je, hiyo siri ambayo unaendelea kuitunza ina faida ama ina hasara na kupelekea kusababisha mmomonyoko wa maadili? Mada yetu ya leo inasema siri katika maisha inavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Unayo siri bila shaka. Je, ni njema? Haitaleta shida katika jamii yetu? Haitasababisha mmomonyoko wa maadili? Mimi ni Mary Binto Yuda, ambatana nami mpaka tamati tuweze kufundishana kutoka kwake mwana saikolojia Semeni Lukaga. Siri. Kwa nini siri? Yaani kwa nini uwe na siri kwanza? Kuna umuhimu gani wa kuwa na siri? Kwanza siri yenyewe tunasema ni sehemu nyeusi ya maisha. Kisaikolojia. Kisaikolojia. Sehemu nyeusi ya maisha. Yaani mtu kahifadhi vitu vyake, hataki mtu mwingine avione, kuna giza. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa anajua tu kwamba nimehifadhi nini na nitoe kipi ambacho watu wanapaswa kujua, watu ambacho wanapaswa kukifahamu. Kwa hiyo kama hajatoa mwezi kujua. Kwa hiyo ni sehemu ya giza ya maisha ya mtu. Hasa taarifa ambazo anakuwa nazo, wakati mwingine tabia ambazo anakuwa nazo. Kwa hiyo ni mpaka amue ashare na nani. Kwa hiyo ndo tunaweza tukasema ni siri. Kisaikolojia ni sehemu ambayo anaifahamu mtu mwenyewe, ni taarifa anazozifahamu mtu mwenyewe, kama ni tabia anazifahamu yeye mwenyewe, na anaona kuna faida ya kuendelea kuzifahamu yeye kama yeye kuliko kushare na watu wengine. Inapofikia hatua ya kutaka kushare na watu wengine, basi inakuwa tena sio siri. Kwa hiyo anakuwa pia ameshapima za faida ya kuweza kushare na watu wengine. Lakini kwa ujumla wake siri ni sehemu ambayo ni sehemu ya maisha meusi ya mtu. Hazina anayoamini kwamba inamfaa yeye tu, haimfai mtu mwingine. Walimwengu wanasema sio kila jambo la kulisema tu, sio kila jambo lako mtu akalifahamu tu, kwa sababu dunia imebadilika sasa hivi. Kwani kuna ubaya kuwa na siri? Hakuna ubaya, kwa sababu pia ujue siri ya maisha ilivyo. Tunasema maisha yako kichwani, maisha yako akilini. Alafu huku tunako kuona ni kuishi, sio maisha. Kwa hiyo ukishatoa siri, manake umetoa maisha, yani umetoa mbinu zako, umetoa silaha zako, yani kila mtu anajua wewe unapita hapo, unapita hapo. Sasa kwa sababu ulimwengu huu na mambo mengi, watu wengine wanakuwa wanahofia kwamba naweza nikatoa wazo hadharani, alafu mtu mwingine kwa sababu ana uwezeshaji wa haraka anaweza akalichukua wazo langu akaenda kulifanyia kazi, likawa tena sasa sio la kwangu. Hapo kuna umuhimu wa kuwa na siri katika hiyo namna. Lakini kuna wakati ambao siri sio nzuri sana. Hasa linapokuja swala ambalo linahusiana labda na watu zaidi ya mmoja.
Kwa sababu ili iwe siri ni ya mtu mmoja. Mkishakuwa wawili, hata kama hamsemi hamlitoi, hiyo sio siri. Siri ni lile ninalolijua mimi, alafu hakuna mtu mwingine anayelifahamu. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna uhitaji wa mtu mwingine kufahamu, lakini bado ukalibeba kama siri, hapo ndo inakuja kuwa shida. Kwamba ni jambo hili kwa namna yoyote ile naweza nikawa na share na mtu bila kumshirikisha kama ni siri, lakini linaweza kuja kuleta madhara baadaye. Unaficha hazina yako au kitu chako, lakini kuna namna inatakiwa either wewe na mtu mwingine muweze kufanyaje kushare. Lakini wewe huwezi kushare. Sasa hiyo inakuwa ni sio siri nzuri, na wakati mwingine inakuwa pia inachukua nafasi ya ubinafsi. Labda kwa faida ya mtazamaji, tufahamu mambo gani muhimu ambayo yanafaa kuwa siri, alafu tutakuja kutazama mambo gani yakiwa siri yanaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Kuna mambo ambayo yanafaa kuwa siri tuyafahamu. Kwa mfano kuna tunaita mambo binafsi ya mtu. Mambo binafsi ya mtu, kwamba mtu anapaswa kutunza utu wake, heshima yake. Yaani kuna vitu ambavyo wewe upaswi kumshirikisha mtu mwingine. Kuna vitu ambavyo upaswi kumshirikisha mtu mwingine, kwa maana kwamba hata ukimshirikisha inaweza kuwa ni ikatumika kama silaha kwa upande wako wewe mwenyewe. Kwa mfano tu nitolee mfano, tuongelee katika muktadha wa mahusiano. Sasa hivi imekuwa ni kwamba baadhi ya wanawake au wanaume wakijua siri ya maisha ya mwenza wake kabla hawajaoana, mahusiano yanaweza akaishia pale pale, yasiendelee. Mimi nilikuwa namtazama kama mtu ambaye amefanikiwa, yuko vizuri, kumbe maisha yake ndo haya. Kwa hiyo unatoa siri yako ya mambo yako binafsi, inakuharibia. Wewe unakuwa unataka kumweka mwenzio akufahamu vizuri, ili kama mnakwenda pamoja mwende pamoja kwa level ile. Lakini unakuta mtu akishajua kwamba wewe una udhaifu fulani, anakuacha, na alikuwa pengine ni mtu muhimu kwenye maisha yako, lakini kwa sababu tu ya ile tamaa yake ikasababisha akakuacha. Kwa hiyo tunasema wakati mwingine kabla usiwe mtu wa kutoa sana madhaifu yako, inaweza ikakuletea wewe kupata shida. Hiyo ni issue binafsi. Lakini vitu vingine kuna vitu ambavyo hata ukishare na mtu mwingine havimfaidishi. Hata ukishare na mtu mwingine yani havina maana. Kwa mfano wewe una mafanikio yako, kuna vitu vyako ambavyo umefanikiwa, kuna mambo yako ambayo yanakwenda vizuri, kiasi kwamba hata ukimwambia mtu mwingine haidhuru, wala sio tatizo, wala haiwezi kumsaidia chochote. Hakuna haja ya kusema vitu kama hivyo. Unajua kwa nini? Kwa sababu utakapokuwa unamwambia mtu, kisaikolojia tunasema neno unalolitoa na utakachokisikia chochote kinakuathiri, aidha vizuri au vibaya. Wakati unapokuwa unatoa siri ambazo ulikuwa umehifadhi ni siri zako, yule mtu anayezipokea naye anakuja na feedback, naye anakuja na mrejesho. Sasa unaweza ukatoa siri alafu ile siri yako ikaenda kutumika vibaya kule, ukarudi mrejesho ambao ni mbaya. Kwa hiyo siri yako wewe uliyoitoa ndiyo ikakuangusha. Kwa hiyo research ni kwamba inaweza isiwe vitu vingi sana, lakini kitu chochote ambacho upaswi kushare usikishare. Kwenye muktadha wowote, sijui iwe kwenye masuala ya biashara, iwe masuala ya utafutaji kazi, iwe masuala ya mahusiano na fursa nyingine zozote zile. Kama unaona hili jambo ni la kwangu, hakuna umuhimu wa kushare na mtu mwingine, kwa sababu hata nikishare naye hakuna chochote atakachochangia. Kaa nalo, wala sio dhambi. Kukaa na jambo lako mwenyewe binafsi sio dhambi wala sio tatizo. Na walimwengu wanasema usiruhusu wakujue sana. Wataongeza na ya kwao, alafu utawapa nafasi ya kuhukumu. Watu wana tabia ya kuhukumu. Wanasema akishaona picha tu anaandaa maelezo yake pale, caption ya kuandika. Ni wataalamu sana.
Aya, mtazamaji unatazama Tumaini Jipya, kipindi wani tunazungumza kuhusiana na maadili, na leo tunazungumza kuhusiana na siri. Unayo siri bila shaka katika maisha yako. Siri katika maisha inavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili ndio mada yetu kwa siku ya leo. Tumetoka kutazama maana neno siri, kwa nini siri lakini pia ni mambo gani muhimu ambayo tunapaswa kuyafanya siri katika maisha yetu, lakini yapo ambayo unaweza kushare tu na wenzako na maisha yakaendelea bila shaka. Nambari zetu ni 0742773444. Unaweza kututumia maoni kutokana na mada yetu ya leo, ama kuna kitu unataka kwa ufafanuzi zaidi, ama unamhitaji mwana saikolojia hapa Semeni Lukaga, basi unaweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari yetu hiyo ambayo inapita chini ya runinga yako. Tunaendelea kuzungumza kuhusiana na maadili na tumeangalia mambo muhimu ya kuyafanya siri katika maisha, lakini yapo yale mambo ya kawaida tu. Hebu tuyatazame hayo kabla tujatazama yale ambayo yanatusababishia mmomonyoko wa maadili katika nyanja mbalimbali za maisha, mahusiano, kazi na mengine mengi ambayo yanaendelea katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano tukianza na labda katika muktadha wa kazini, hakuna haja ya kuwa na siri kwa sababu wewe una ujuzi, unaona una ujuzi mzuri unawazidi wengine. Kwa hiyo ukataka kutenga kama iwe kama siri yako ili ufanye vizuri, pengine upate sifa kazini, upate credit. Ni muhimu kushare na watu wengine. Kwa sababu kuna siku ambayo wewe hutakuwepo. Au utakwama sehemu, utahitaji msaada, lakini hujawahi kushare na hawa watu kwamba mimi nina ujuzi wa ziada. Ukaweza kupeleka kampuni mbele au shirika mbele na nini, ikaweza kusaidia. Sasa ukificha siri kama hiyo, inakuwa ni sio kitu kizuri. Ni ubinafsi tu. Lakini kwa mfano tukiangalia kwenye swala la mahusiano, labda mahusiano ya uchumba, mahusiano ya ndoa, kuna watu ambao anaweza kumficha mwenzi wake, labda kanunua kiwanja, kafungua mradi, au anajenga nyumba akiwa huyo ni mwanandoa akiwa kimya, anafanya maisha nje na maisha ya mahusiano yake, alafu ameficha mwenzi wake asijue. Hii ni kitu kizuri. Yaani tunasema unaweza kuwa unafanya mambo mazuri sana, lakini unaandaa hatari, kwa sababu leo kesho huyu mtu akija kujua kwamba kuna vitu unavifanya kisirisiri, alafu yeye hajui, mwisho wa siku atakuja kuona, atakutafsiri kwamba una malengo mabaya na yeye. Kwa hiyo hii nayo unakuta sio siri ya kutunza. Kama mna maelewano mazuri, mmefikia hatua mmekubaliana kwamba nyinyi ni muhimu, nyinyi ni binadamu, nyinyi ni muhimu kuliko vitu. Kama nyinyi mmeaminiana mpaka mnakaa nyumba moja, mnaishi chumba kimoja, inakuwaje swala la vitu mnaanza kufichiana? Japo kuna sababu mbalimbali. Kwa mfano watu wengine wanafichiana hivyo kwa sababu ya hofu ya maisha ya baadaye. Huyu akifa au tukiachana au akinisaliti, mimi nitakuwa sina msingi, kwa hiyo ngoja niweke kitu changu. Mwingine basi ni huko dunia inakotupeleka, imekuwa kwamba kila mtu awe na uchumi independent, kila mtu awe na uhuru wa kiuchumi. Kwa hiyo haijalishi niache ni miliki au sio lazima ujue. Wewe tuendelee kushare tunayoshare. Lakini wakati mwingine ni mambo ambayo tunashauriwa. Kuna watu tu, wewe umeingia kwenye hayo mahusiano sasa kuwa makini, angalia na wewe unafanya mambo yako pembeni. Hawa waeleweki hawa. Unakuta huyu mtu naye anaingia na hiyo mentality, kwa hiyo anaenda anakuwa msiri bila kujua kwamba baadaye inaweza kuwa ni tatizo. Naam, mtazamaji, tunapata nafasi sasa kwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tutaendelea na mada yetu. Kumbuka mada yetu inasema siri katika maisha inavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tutarejea. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia,
mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa hapa Tumaini Television. Tumerejea tumenijibia kipindi wani nipo naye mwanasaikolojia Semeni Lukaga akiendelea kutufundisha mengi kuhusiana na masuala mbalimbali katika maisha, lakini kutukumbusha namna gani tuenende ili tuweke maadili yetu yaliyo mema katika jamii yetu na taifa kwa ujumla. Mimi binti wa Yuda hapa, tunasonga mbele. Mada yetu inasema siri katika maisha inavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Bila shaka unazo ama unayo siri ambayo unaificha siku zote za maisha yako, lakini basi tujifunze, hiyo ulionayo ni sawa kuificha, ni sawa kuendelea kuingangania, haitaleta shida katika maadili yetu, haitakuwa chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Tunasonga mbele, kipindi ni Tumaini Jipya, na hapa sasa tunaangalia siri hizo zinavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili kwa namna gani na ni siri gani hizo. Karibu. Siri zipo nyingi kutokana na mahusiano mtu alionayo. Lakini tu kwa ujumla wake zote zinaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili kutokana na nini? Unajua, mtu anapogundua kwamba umemficha, haangalii tu kwamba umemficha, anaangalia kwamba kuna lengo baya la kumficha. Kwa nini umfiche? Kwa nini umfiche? Na lile lengo halijui, lakini anajua kisaikolojia, anaelewa kuna hatari. Sawa. Kwa mfano wanandoa, umemficha mwenzio, unafanya miradi kimya kimya. Anaona tumeapa mbele ya watumishi wa Mungu, mbele ya Mungu kwamba sisi ni kitu kimoja, lakini huyu mtu sasa hivi anafanya vitu vyake kwa kujitegemea. Yaani nimegundua ana kiwanja na mashamba na nini, vitu ambavyo mimi nilipaswa nishirikishwe. Kwa hiyo anaanza kuweka question mark na anahitaji majibu ambayo yatalainisha. Aidha mwisho wa siku mwambie ni surprise, lakini haiwezi kutokea kwa sababu naye lengo lako haikuwa kumsurprise. Ilikuwa ni kumficha kabisa ili asije kujua. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba watu wengine wanafanya siri ili akiwa na hofu kwamba asipoficha mambo kadhaa kwenye maisha yake, kuna hatari ya maisha kuja kuharibika, kuna kusalitiana, kukavuruga mahusiano yao, kuna kuvunjika kabisa kwa mahusiano yao, alafu kila mtu akachukua cha kwake, yeye atakuwa na nini? Na hii ni kwa sababu historia ya maisha, malezi tunayopitia, vitu tunavyotazama kwenye jamii, matukio yanayoendelea, science na teknolojia hizi kuwa empowered, kwa mfano 50-50, ndivyo vitu vinavyojenga taswira kwamba kumbe siku hizi hakuna ukweli. Yaani mambo ya kweli hakuna, mahusiano ya kweli hakuna, mapenzi ya kweli hakuna. Muda wowote inaweza ikavurugika. Kwa hiyo mtu anakuwa anajiandaa, anatumia defensive mechanism kujiandaa. Sasa huyu ambaye amefichwa akija kugundua kwamba nimefichwa, anaona nyuma ya kufichwa kuna jambo baya. Hilo jambo ndo analo sasa jihami nalo. Psychologically inaweza ikampa kutaka kujua zaidi shida ni nini. Je, huyu aliyeficha siri ataweza kuwa tayari kutoa huo udhaifu? Ni ngumu. Na hapo ndipo wengi wakisha kugundua kwamba kuna kitu amefichwa, pale ndipo mahusiano mazuri huwa yanaishia. Kwa hiyo hata kama walikuwa wanaishi vizuri ndani ya miaka 5, miaka 10, siku anagundua kwamba huyu mtu anafanya mambo mengine nje yani anishirikishi, ndipo mahusiano huwa yanakufa. Lakini ni tuangalie kidogo kwa upande wa wanaume wakiwa wasiri, kwa huwa haiwaaffect sana kwenye jamii na familia zao. Kwa sababu unajua mwanaume ameumbwa, ni cha kwanza kabisa ni mmiliki, ni mtu ambaye amepewa hali ya umiliki. Kwa hiyo haishangazi kumuona ana miradi miwili, alafu baadaye ukasikia mke wake akasikia kuna miradi tena 5 iko sehemu.
mbona hujaniambia? Nilikuwa nasubiria nije nikwambie. Yaani haina shida, haishangazi. Sio kujitetea. Kisaikolojia iko hivyo. Aliyekabidhiwa bustani ya Eden naye si ni Adam. Kwa hiyo mwanaume ni mmiliki obviously. Yaani anaweza akakwambia tu, sikiliza, nilikuwa bado naweka sawa, nikwambie, haina shida. Lakini kwa upande wa mwanamke inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu kwanza hakupewa umiliki, ila huu umiliki ambao anapewa anatengenezewa. Sema tu pengine wanaume pia wamekuwa binafsi, lakini mabadiliko makubwa ambayo yamekuwepo ya kiuchumi, mabadiliko ya kimapinduzi, haki za binadamu zimeleta mabadiliko makubwa, kila mtu kuona kwamba anafaa kuwa na chake. Sasa mbaya zaidi, mtu ambaye hakuzoea kumiliki, anapomiliki anaona amemiliki kila kitu, kwa hiyo hahitaji kumilikiwa. Mwanaume anapokuwa ana ile hali ya umiliki, hataki kumilikiwa. Ndivyo mwanaume alivyoumbwa. Sasa mwanamke naye anapotaka kumiliki au anapopata akamiliki, naye hataki kumilikiwa. Sio, unaelewa? Na hii kumiliki tunasema sio ugandamizaji, tunasema kumiliki kuwa ubavu wa mwenzake, kuwa sehemu ya mwenzake. Lakini tukija hata kwenye masuala ya kazi, tunakuja kugundua kwamba siri zinaweza kuharibu mmomonyoko wa maadili kazini. Kwa mfano, zinaweza kuwa chanzo cha mmomonyoko. Yes, zinaweza kuwa chanzo. Kwa mfano, kuna mambo yanayoendelea kwenye maeneo ya kazi, sekta mbalimbali ambayo ni kinyume cha maadili. Na kwa nini yamekuwa yanaendelea? Kwa sababu kuna siri mle ndani. Kuna siri zinaendelea. Kuna watu ambao wameingia kazini katika mifumo mibaya sana ambayo haifai, na kuna watu wameonywa kwamba usiseme, siku ukisema utajua. Kwa hiyo mtu anaishi na siri, anagugumia, lakini yuko ofisini. Lakini mwisho wa siku tunasema mwanadamu yuko automatically generated na automatically programmed. Huwezi kuishi na maumivu au huwezi kuishi na tatizo miaka yote. Yaani kuna siku tulitalipuka, na ndio maana siri ikishakuwa imetoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, huwa inasubiri muda tu kuja kulipuka. Na ndio maana unaona haya mambo huwa yanatokea hata katika masuala ya taasisi mbalimbali, zikiwemo za serikali, zikiwemo binafsi na nini. Kuna watu wanafanya uhujumu wa uchumi, kuna watu wanapindua sheria, kuna watu wanavuruga tu taratibu kadhaa. Tukija huku kwenye masuala ya familia, hata masuala ya mtu kusalitiana pia unajua zile nazo ni siri. Yaani kwa nini usaliti afu umekaa kimya? Kuna watu wanajua, majirani hawakwambii. Unajua siku mtu anakuja kujua, anaogopa lawama jirani. Ndo shida kwamba huyu mtu atakayejua kwamba amesalitiwa, anapokuja kupata historia anakuta ni historia ndefu. Anaanza kusema, kwa hiyo hata mwaka jana mimi ninakuja nakupa zawadi zangu, kumbe wewe unanisaliti. Juzi kati nimetoa msaada mkubwa nyumbani kwenu, kumbe bado wewe unanisaliti. Anakuja anaunganisha matukio, anapata kitu kizito sana ambacho kitamshinda kubeba. Ndio maana unaweza ukaona sasa yanatokea matukio mengine ambayo ni kinyume kabisa na maadili. Watu wanajeruhiana, watu wanauana, watu wanachafuana. Mtu anakuchafua kwa taarifa mbaya kutokana na yani kwamba siri imevuja. Kwa hiyo siri ambayo haina madhara ni ile ambayo inahusiana na maisha yako binafsi, haihusiani kabisa na mtu mwingine. Yani ndio maana nimesema hiyo inayohusiana na wewe mwenyewe binafsi, yani inayokuhusu wewe na utu wako. Hata ukimwambia mtu mwingine, hata kama ataivujisha, kuna namna haitaathiri pakubwa. Itakuathiri wewe kutokana na wewe mwenyewe kufunguka kuitoa. Kwa hiyo utajilaumu wewe mwenyewe. Lakini kuna hizi siri zinazohusiana mfanyakazi mwenzio, zinazohusiana na sijui mwenzi wako, zinazohusiana na kwenye masuala ya familia huku, ndugu jamaa na nini. Kuna watu wanaenda anauza mali ya familia kimya kisirisiri, hakutaka kushirikisha. Hizo nazo ni siri ambazo zinaweza kuvunja maadili. Yani kwa nini
usiweke wazi tunataka kufanya hili, mkakubaliana, makubaliano yakawepo, alafu kila mtu akawa na haki yake. Siri inapokuwa ya watu wawili alafu wewe ukaificha, manake unadhulumu haki za watu wengine. Ndiyo maana inapokuja kufichuka linakuwa ni tatizo kubwa, linakuwa janga. Naam. Haya mtazamaji, ndio mambo ya siri hayo. Basi kama kuna yoyote imekugusa hapa na unapaswa kuiacha, fanye hivyo ili tuendelee na maadili yetu yaliyo mema mabora katika jamii yetu. Unaweza kututumia ujumbe wako mtazamaji kupitia 0742773444 ni nambari yetu ya ujumbe hiyo. Kama una lolote la kutaka kufahamu kutoka kwa mwanasaikolojia hapa, unaweza ukatutumia ujumbe wako kupitia nambari hiyo ambayo inapita chini ya runinga yako. Jamii fanye nini sasa ili tuondokane na siri zinazoumiza ambazo zinakuja kuwa kisababishi cha mmomonyoko wa maadili? Of course kama nilivyosema pale mwanzo kwamba siri ni sehemu nyeusi ya maisha. Sehemu nyeusi. Sehemu nyeusi ya maisha ya mtu. Sasa kuna watu tunajijua kwamba tuna sehemu nyeusi ya maisha yetu. Kuna ambazo unaweza ukaziona kwamba nikishare naweza nikapata msaada. Kwamba labda hili ni tatizo kwangu, ni changamoto kwangu, kwa hiyo naweza nikashare hili nikaweza kupata msaada. Maana yake share na mtu sahihi, sio kila mtu ukamwambia. Unajua unaweza ukawa na jambo zuri tu lakini ukakosea wa kumwambia. Jambo lile lile ukipatia wa kumwambia linakuwa vizuri na unawini na maisha yako yanaendelea. Na ukikosea tu wa kumwambia tayari umeharibu na linaonekana baya. Kumbe ilikuwa ni kitu kizuri tu kushare na mtu. Na wengi wamepitia sana hizi. Anamwamini rafiki, anamwambia jambo lake, kumbe yule rafiki sio mtu sahihi rafiki changamoto. Wa kushare naye. Unamwona ndugu, kumbe mwenzako kigeuka tu. Ni watu wana uraibu wa namna hiyo. Kuna watu ni waraibu pia kwamba hawezi kukaa na taarifa ya mtu mpaka akaseme sehemu ndo anakunywa maji ndo anapumua vizuri. Kwa hiyo sehemu nyeusi ya maisha ya mtu ambako zinakaa siri, tunapaswa tu kujua kwamba hii siri nayo kaa nayo hainidhuru. Ni siri yangu, ni jambo langu alinidhuru. Kwa mfano unafanya mambo yako binafsi, labda ya mafanikio. Haina haja ya kuambia mtu kwa sababu haiwezi kusaidia chochote. Ukikaa nalo inaweza ikawa faida zaidi. Wanasema wakati mwingine, mimi huwa sipendi sana kuamini kwenye kwamba nikimwambia mtu jambo, nafanya jambo fulani, ndo ataanza kuwa adui wangu mimi. Mimi ninaamini kwamba mtu huyo anakuwa alishaga kuwa adui yako. Basi we kumwambia manake umempa nafasi ya kuingia kwenye maisha yako. Anaweza kuwa ni adui yako ila hana nafasi. Ila siku ukienda kumwambia ndo anaona nafasi hii hapa. Kumbe Lukage. Kwa nini Lukage? Kwa nini yupo hivi? Tunasema kwenye psychology kuna kitu kinaitwa dark psychology. Dark psychology ndo hiyo giza, yani saikolojia nyeusi. Mtu anaweza akatumia tabia zake, akatumia akili yake, akatumia mawazo yake, akatumia na hisia zake kukuwekea wewe. Alafu hizo hisia zako, tabia zako, na mabadiliko yako yote yatakayotokea kutokana na yeye alivyokuambia yanabaki kuwa silaha kwako. Kwa hiyo mimi ninakulisha kitu ambacho kitakuhangaisha wewe. Sishughuliki na wewe, siji kukupiga, sikusemi vibaya huku, ila kitu tu nachokulisha wewe kinakuharibu. Na ndio hata hiyo inayotokea kwenye masuala ya wewe umesema siri yako, najua hii ni silaha. Na ichukua ile siri yako kama silaha. Kwa hiyo najua niipeleke wapi ili ikija kurudi kwake liwe pigo. Sasa inakuwaje uumie na kitu ambacho wewe ndo umekitoa, unakijua mwenyewe. Kwamba kwa sababu umekisikia sehemu fulani ukaumia. Yaani ipoje? Mimi ninalo jambo langu, nimekwambia wewe umeenda kumwambia mtu mwingine, alafu baada ya kulisikia likaniumiza. Kwa nini lisingeniumiza tu mapema kabla sijalitoa? Kwa hiyo watu wengine wanatumia kama silaha. Siri itunze, inaweza kuwa silaha ya kwako wewe mwenyewe. Siri itunze inaweza kuwa silaha ya kwako mwenyewe. Ndivyo tunafika tamati hapa katika kipindi cha Tumaini Jipya. Shukrani sana Semeni. Asante sana, nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Mada yetu ilikuwa inasema siri katika maisha inavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tumesikia mengi kutoka kwa mwanasaikolojia ya binadamu, mzazi na mlezi, pia the counselor. Kama una uhitaji wowote, unatamani kukutana naye, basi nambari zako Lukage. Naam. Namba zangu za simu ni 0743 43 71 58.
0743437158. Kwenye mitandao unaweza ukanipata kwa mental_health_care_tz. Karibu sana. Haya, ni makamera amesimama Simon Peter, mimi ni Mary binti wa Yuda. Hadi wakati mwingine, mara nyingine. Kwa heri kwa sasa.